sisi tunafanya yote kwa ajili ya Mungu. Mungu amekupa ndoa kwa sababu yake mwenyewe, sio ya kwako. Yaani amekupa ile kama huduma. Sasa na wewe acha ubinafsi. Hutaki kuona familia inainuka au inafanikiwa. Kwa hivyo ukitaka kununua vitu unaona bora uende na rafiki yako uenda kununua viwanja. Mke havijui. Haya, umekufa ghafla. Unakuwa umepoteza haki za watoto na mbinguni huendi kwa sababu umedhulumu haki za watoto. Biblia imesema mali, utajiri, urithi mtu anapewa na baba yake. Wewe umeficha. Watu wengine ndio wanaorithi baraka, watoto wanahangaika haupo. Na wewe mwanamke pia kadhalika, kuwa muwazi, ni baraka. Jifunze kwa mwanamke wa Mithali 31. Ukisoma ile Mithali 31, utaona kuna mwanamke pale alizungumza. Huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke kweli, aliyekuwa anabidia kazi, aliyekuwa akifanya mambo yote katika familia bila hata shida. Lakini leo wanawake kama hao hawapo. Anaona mwanaume mwenyewe ndo huyu, shauri yake. Kwa hiyo unakuta katika familia kuna siri za mwanaume na kuna siri za nani? Za mwanamke. Unakuta katika familia kuna mali za mwanamke, yaani ndani ya nyumba moja unakuta wamegawana kabisa au wameandikishana kwenye daftari kwamba vile viti vyeusi pale vya kwangu. Kwa hiyo unakuta nyumba ina malembo labda ina viti vyeupe na vyeusi, wao unaona ni urembo, kumbe watu wamegawana mali, kila mtu ana vitu vyake humo ndani. Inashangaza sana. Watu wa Mungu lazima tujue kuambatana kule ambako Mungu alitaka. Maisha hapa duniani tunapita. Unafanya kazi kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya familia yako wawe vizuri, kwa ajili ya watoto wako waishi vizuri. Hata huyo mke wako si ndio Mungu alikupa bwana? Si ndio uliyemuoa? Si ndio uliyeolewa naye? Huyo mume si ndio uliyeolewa naye? Sasa unatumia nguvu kubwa kwa ajili ya nani? Wakati umeambiwa uambatane naye. Sasa tengeneza, kuwa muwazi katika mali unazopata, mshahara unaopata, mwambie, wala haitakusumbua wala haitakuwa na shida. Lakini jambo lingine, namna gani ya kuambatana? Ambatana na mke wako au mume wako katika malezi ya watoto na majukumu ya kifamilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuambatana kwingine ambako kumezungumzwa hapa na Mungu kwamba mume ataacha wazazi aambatane na mke wake, na mke ataacha wazazi aambatane na mume wake. Kuko kwa aina nyingi. Nimezungumza aina ya kwanza, uambatane na mke wako, usiambatane na wazazi. Wewe kila siku kulialia kurudi nyumbani. Lakini kuambatana kwingine nimesema ambatana kwa mali zako ulizonazo, ambatana na mwenzako. Jambo la tatu sasa hapa, ambatana na mkeo au mume wako katika malezi na majukumu ya kifamilia. Wazazi wengi ama wanandoa wengi hawaambatani katika malezi ya watoto. Unakuta mtu mmoja amemtwika mzigo mwenzake, yani amembebesha mizigo yote, yani ni shida. Huyo mtu mmoja alipe ada za watoto, huyo mtu mmoja atafute chakula, huyo mtu mmoja hakikishe watu eti wanavaa, huyo mtu mmoja hakikishe anafanya maendeleo ya familia. Ni ngumu. Watu wa Mungu tunategemeana, ndio maana nyinyi mkaitwa mwili mmoja, nyie ni ushirika mmoja. Sasa haya matengano ya kimajukumu yanatokea wapi? Na kuna wengine yani wamejitenga kabisa. Yani hata kama ana hela hawezi kumsaidia mwenzake, hata kama ana hela hawezi hata kulipia kodi ya nyumba. Yani hela za kwake, lakini za mwenzake za wote. Tunakosea. Wewe unayefanya mambo kama hayo hauambatani, hujui namna ya kuambatana. Acha kumtwika mwenzio mizigo mizito, msaidie. Ndio maana mko wawili. Biblia imesema heri wawili kuliko mtu mmoja. Sasa Mungu amewapa neema, shirikianeni, saidianeni na mkubali kutembea pamoja na Mungu. Chukulianeni. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya, watu wa Mungu. Ambatana na mke wako na mume wako kwenye majukumu ya kulea watoto. Unakuta masuala ya malezi ni ya mwanamke tu, na wanaume siku hizi nao wanakimbia majukumu. Wewe unakuwa ni mwanaume wa aina gani? Kulipi ada za watoto, huwezi hata kununulia mke wako nguo akafurahi, huwezi hata kumsapoti katika kitu fulani. Yaani uko lazi usapoti marafiki zako kuliko mke wako. Ndugu yangu, ndio maana ndoa inakuwa ngumu, ndio maana mambo yanakuwa magumu, kwa sababu hatuambatani katika ndoa zetu ama katika mahusiano yetu. Na jambo la pili la msingi kwa wanandoa ambalo kwa leo nitaishia hapo, nasema kuchukuliana na kusameheana. Jambo la kwanza nimesema kuambatana na mke wako, mume au mke muwe kitu kimoja. Lakini jambo la pili kuchukuliana na kusameheana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuchukuliana na kusameheana. Yaani nikwambie ukweli ndugu yangu, hujaoa malaika, umeoa mwanadamu, mtu kama watu wengine ambao wanaweza kukosea. Sasa acha kushupaza singo, acha kujiona wewe huna makosa. Jifunze kusamehe na kuachilia. Mtu anapokosea akiomba msamaha, msamehe. Acha kuweka ubabe kwenye ndoa yako. Ndio maana mambo yanakuwa magumu. Yaani ukijitathmini kila siku wewe unahesabu makosa tu, makosa tu, makosa tu. Hakuna mazuri hata machache ambayo mwenzio amefanya kwenye maisha yenu ambao umeishi pamoja. Yaani wewe kila kitu anachokifanya mwenzako ni makosa. Ni makosa tu, unahesabu makosa. Hapa hujafanya hivi, hapa umefanya hivi, hapa umefanya hivi. Sio vizuri. Angalia na yale mema. Hebu jitathmini. Je, wewe ni mkamilifu mbele za Mungu? Wewe una haki ya kusimama mbele za Mungu kwamba wewe umefanya vizuri? Jifunze kusamehe. Jifunze kuchukuliana. Sisi wanadamu tunachukuliana tu. Sio kwamba eti yani tunaishi maisha matakatifu sana. Sasa kila mmoja katika maumbile yake na changamoto zake. Chukuliana naye, mrekebishe taratibu, kwa upole, mwelekeze vizuri, ataelewa tu. Upendo huo unashindwa, unaushinda uovu. Upendo huo unaushinda uovu. Sasa maovu yana nguvu pale ambapo upendo unakuwa haupo. Hebu jifunze kumkubali mwenzio katika yale ambayo anayafanya. Na wewe ambaye unakuwa unakosea, na wewe ukiona kosa, kwani utapungukiwa na nini ukiomba msamaha? Eti utapungukiwa na nini ukiomba msamaha? Omba msamaha, mwambie samahani. Si unatengeneza ndoa yako? Sisi ni binadamu. Hatuishi na malaika, tunaishi na wanadamu. Kuna muda unakosea. Kama we mwenyewe mbele za Mungu kila siku unarudi unaomba msamaha, Mungu nitakase kwa damu yako takatifu, naomba unirehemu, naomba unifinyange upya. Na mwenzako unaponyenyekea na kujishusha itakusaidia. Kuna wengine mpaka wamewahi kujitamkia maneno, yani mimi nina bahati mbaya. Nina bahati mbaya katika kuoa kwangu. Nina bahati mbaya katika kuolewa kwangu. Yaani huyu mwanamke mikosi. Huyu mwanamke ni matatizo. Sasa mkosi hauwezi kugeuka baraka ikiwa we mwenyewe umeshaona ni mkosi. Haiwezi kuwa kitu cha thamani. We mwenyewe umeshakithaminisha ya kwamba ni mkosi. Umeshakithaminisha ya kwamba ni balaa. Jamani, watu wa Mungu, niwaambie ukweli. Jifunze kumshukuru Mungu. Jifunze kumshukuru Mungu. Mungu anakupa kwa neema. Anakupa mume kwa neema, anakupa mke kwa neema. Ona kama ni zawadi ambayo Mungu amekupatia, lakini sio tatizo. Kuna watu walishasema yani ni matatizo. Yani ameshaona mke katika familia ni tatizo, mume ni tatizo. Yani mtu anaomba Mungu huyu mwanaume asafiri ili abaki peke yake angalau apumue. Mbaya. Sasa ule ushirikiano uko wapi? Ule umoja uko wapi? Lile kusudi la Mungu kweli liko wapi?
watu wa Mungu, ni mambo ya msingi kabisa kuhakikisha ya kwamba tunachukuliana na kusameheana. Usisimame mbele za Mungu, usiende mbele za Mungu ikiwa we mwenyewe unaona kabisa kwamba una makosa alafu umekataa kumsamehe mwenza. Sitaki. Wewe jifunze kunyenyekea mbele za Mungu. Jicho la Mungu linawatazama nyinyi kama wanandoa, nyinyi kama kitu kimoja. Lakini jambo lingine ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo, mpendane. Ukimpenda mwenzako utamjali. Ukimpenda mwenzako utajitoa kwa ajili yake. Ukimpenda mwenzako atakuombea. Sasa wanandoa wengi upendo ulishakufa siku nyingi. Yaani ukiona watu wanaishi hizi ndoa za siku hizi, ukiona watu wanaishi yani mpaka unajiuliza hii ni ndoa au ni nini? Unakuta yani ni kama vile upande wa nuru na giza sasa vinavyopambana. Yani ni mabishano tu, ni ngumi tu, ni magomvi tu, yani hamna kitu cha amani hata kimoja. Kwa sababu gani? Mmeacha nafasi. Upendo husitiri wingi wa dhambi. Ukimpenda utamuona Mungu akikusaidia pia katika namna hata ya kuishi naye na namna ya kutatua matatizo. Sasa wewe jifunze kumpenda. Makwazo ya kila saa yapo, lakini jifunze kuachilia. Jifunze kutafuta namna ya kufanya vizuri, na ukishajua huyu mwenzangu anapenda mambo gani, mbona ni rahisi. Watu wa Mungu tuko pamoja. Ukishajua huyu mtu anapenda kitu fulani, basi si ufuatilie tu. Jitahidi, kwa sababu huyo ndio unaishi naye kwa muda mrefu. Tengeneza ndoa yako. Kuna watu wanaishi katika ndoa ngumu kweli, yani ni kama wako kwenye moto. Sio kwa sababu eti shetani ndo amesimamia sana, na wao wenyewe wamekuwa wagumu, hawataki kujifunza kutengeneza ndoa zao. Na kuna watu wengine wanajua kwamba ndoa inatengenezwa na mwanamke tu peke yake. Mwanamke mpumbavu anabomoa nyumba kwa mikono yake yeye mwenyewe. Hata mwanaume mpumbavu yupo. Jifunze kutengeneza. Kila mmoja anahitaji ndoa. Sasa nyinyi wanandoa ni kitu kimoja, tengenezeni ili muone Mungu akifanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Tengeneza, jifunze kumpenda, jifunze kutafuta namna ya kumpendezesha. Ndio maana kuna watu wanajitahidi kweli. Nashangaa hii familia wako pamoja, wana upendo, wanacheka, lakini kuna familia zingine watu hawasalimiani hata ndani. Yaani wanasalimiana kwa vikaratasi. Unakuta ameandika kikaratasi, acha hela ya mboga. Yaani unakutana tu na kimessage hapo, kibango kimeandikwa acha hela ya mboga hapo. Na huyu naye anajibu nimekuwekea mezani. Au anaamua tu amkomoe, anaificha basi ahangaike. Watu wa Mungu, hatuna haja ya kufanyiana mabaya. Tuna muda mchache sana, tunaishi duniani mara moja tu, hatuishi mara mbili. Kwa hivyo jitahidi kutengeneza ndoa yako, kumpenda mwenzako. Na jambo lingine utii. Bwana Yesu asifiwe sana. Utii. Wanaume wengi wanapenda sana kuheshimiwa, wanapenda kuheshimiwa, wanapenda kuwa na mwanamke ambaye anasikiliza. Sasa hili ni agizo la Mungu mwenyewe. Huwezi kushindana na Mungu. Yaani huwezi kushindana na Mungu aliyesema ya kwamba uwe mtii. Sikiliza. Anaposema uwe mtii, manake kwa huyo kiongozi aliyepewa kiongozi kuna kitu fulani cha ziada Mungu amekiweka kwa ajili ya familia yenu. Kwa sababu labda una kazi nzuri unamdharau. Kwa sababu labda una kipato kizuri unamdharau. Unakosea. Jifunze kumtii, jifunze kumsikiliza, hata kama ataongea kitu ambacho hakina maana saa zingine, lakini onyesha kumtii, msikilize, alafu baadaye tafuta namna ambayo itakuwa ni nzuri ya kuzungumza naye na kumwambia haya sawa, lakini nimeona tufanye 1, 2, 3. Sasa acha kiburi kwa sababu una kazi nzuri. Acha kiburi kwa sababu una hela. Acha kiburi kwa sababu labda